Habari yako mwalimu mwenzangu, habari yako mzazi na mlezi, habari yako mtazamaji wangu wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi. Leo tutachambua kwa kina kwa nini wanafunzi na walimu hulalamika. Tazama sababu 15 kutoka kwa kila upande, tukitumia tafiti na uelewa wa kisayansi na kijamii. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado haujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, fanya hivyo sasa, kwani tunashirikiana kukuletea maarifa juu ya watoto wako na maadili mbalimbali. Kwa mawasiliano tupigie kwa namba 0787579224. Karibu na tuanze. Sehemu ya kwanza tutaenda kuangalia malalamiko ya wanafunzi ambayo tumeyagawa katika sababu 5. Sababu ya kwanza ni mtaala mgumu na usioendana na uhalisia. Wanafunzi wengi hulalamika kuwa masomo ni magumu kupita kiasi au hayana uhusiano na maisha yao ya kila siku. Tafiti za kielimu zinaonyesha kuwa ukosefu wa muktadha wa maisha halisi kwenye mitaala huathiri motisha na uelewa wa wanafunzi. Hii ni kutokana na utafiti wa Des and Lyon 1985 ambayo hii ni self-determination theory. Malalamiko ya pili ni shinikizo kubwa la mitihani. Mfumo wa elimu unaotegemea mitihani huongeza wasiwasi na hofu miongoni mwa wanafunzi. Kisaikolojia hali hii hujulikana kama test anxiety na inaweza kuathiri uwezo wa mwanafunzi kufanya vizuri hata kama anauelewa mzuri. Lalamiko la 3 la wanafunzi ni ukosefu wa msaada wa kitaaluma na kisaikolojia. Baadhi ya shule hazina wataalamu wa ushauri nasaha wala mfumo wa kufuatilia maendeleo ya kiakili ya wanafunzi. Hili huchangia wanafunzi kuhisi kutengwa au kutoelewana wanapokutana na changamoto. Changamoto ya 4 au lalamiko la 4 kwa wanafunzi ni ukatili wa walimu au mfumo wa uongozi. Walimu wenye mitazamo ya kudhibiti badala ya kuongoza huweza kuwafanya wanafunzi wajisikie kukandamizwa, jambo linalozua malalamiko kuhusu mazingira ya shule kuwa ya hofu badala ya kujifunza. Lalamiko la 5 la wanafunzi ni upungufu wa vifaa vya kujifunzia. Wanafunzi hulalamika ukosefu wa vitabu, maabara, vifaa vya tehama na kadhalika. Tafiti zinaonyesha mazingira duni ya kujifunzia huathiri ufaulu na maendeleo ya kitaaluma. Hii ni kutokana na utafiti wa UNESCO wa mwaka 2020. Sehemu ya pili tunaenda kuangalia malalamiko ya walimu ambayo nayo tumeyagawa katika sababu 5. Ambayo sababu ya kwanza ya walimu kulalamika ni mishahara midogo na kutothaminiwa. Walimu wengi hulalamika kuhusu mishahara isiyoendana na kazi yao. Utafiti kutoka ILO unaonyesha kuwa walimu wenye hali duni ya kiuchumi hupoteza motisha ya kufundisha kwa ubora. Lalamiko la pili la walimu ni mzigo mkubwa wa kazi. Mbali na kufundisha, walimu hupewa majukumu mengi ya kiutawala bila malipo ya ziada. Hii husababisha kuchoka kiakili, ambao hii tunasema ni mental burnout. Hali inayojulikana kitaalamu kama teacher fatigue syndrome. Lalamiko la 3 ni ukosefu wa mafunzo endelevu. Walimu hulalamika kukosa fursa za mafunzo ya mara kwa mara ya kuboresha mbinu zao za ufundishaji. Elimu hubadilika kwa kasi na bila mafunzo endelevu, walimu hubaki nyuma kiteknolojia au kimbinu. Lalamiko la 4 la walimu ni nidhamu duni ya wanafunzi. Wanafunzi wasiotii au walio na changamoto za kitabia ni chanzo kikuu cha malalamiko ya walimu. Hii huathiri maendeleo ya somo darasani na kuongeza msongo kwa mwalimu. Lalamiko la 5 ni ukosefu wa ushirikiano na wazazi. Walimu huona wazazi kutoshiriki katika malezi ya watoto wao kitaaluma. Utafiti unaonyesha kuwa ushirikiano kati ya shule na wazazi huongeza mafanikio ya mwanafunzi na ukosefu wake ni mzigo kwa walimu. Malalamiko haya kutoka kwa wanafunzi na walimu yanatufundisha kuwa mfumo wa elimu unahitaji maboresho ya kimfumo, kiutawala na kiakili. Tukiwaelimisha walimu kuwasikiliza wanafunzi na
na kuwashirikisha wazazi, tunaweza kudhibiti au kubadili hali hii. Je, wewe ni mwanafunzi au mwalimu? Umewahi kulalamika? Tuandikie kwenye comments na usisahau kulike na kusubscribe kwa video nyingine za maarifa kama haya. Tukutane tena kwenye video inayofuata. Asante.